Tuendelea na tafsiri ya Qur'ani katika Surat Al-Qasas, ambapo jana tulisimamia katika historia ya Nabii Musa. Tuliangalia mpaka pale alipotoswa kwenye sanduku na kutupiwa kwenye maji. Maendeleo ya pale, nini kilifanyika baada ya sanduku lile kutupiwa kwenye maji? Mama baada ya kulitosa sanduku kwenye maji la mwanae Musa, waqalat li ukhtihi kusihi, alisema kumwambia mama yake kusihi, lifatilizie lile sanduku ambalo ndani yake lina Musa, liangalie nani atakuja kuliokota. Sawa? Kusihi yani ni kitu kifatilizie kwa mbali, wasije wakakuona watu unahusika nalo. Ay itbai atharahu hatta ta'lami khabara. Kusihi ni hilo katika neno la kisa qasas, kifatilizie kitu mpaka ukijue ukweli wake. Hapa kwa mbali inakuonyesha jinsi gani ya kufanya utafiti. Kuna zile tafiti ni jambo ahamu watu kulifuata. Kwa itbai athara hata ta'lami khabara, fatilizia athari yake mpaka utambue habari zake. Fabasurat bihi an junubin, ay fa absaratuhu an bu'di, akawa analiangalia lile sanduku kwa mbali. Wa hum la yashurun, na hali ya kuwa wao hawakutambua annaha ukhta, ya kwamba yule aliyokuwa pembezoni mwa mama yule kwamba ndiyo dada wa huyu mtoto waliomkuta kwenye sanduku. Walimuona kama ni mtu tuko kwenye mambo yake, kumbe ni mtu anayehusika na lile sanduku kwa 100%. Lakini wao waliona ni mtu ambaye hahusiki kabisa na sanduku kwa 100%. Yani yule anahusika kwa 100% na wao wanatambua hahusiki kwa 100%. Sio kama ungepewa wewe, ungeliona linapigwa na mawimbi lile, linaingia maji kidogo, ungeanza kulia, mdogo wangu. Lakini yule ndo, angalia wanawake walivyokuwa makini. Ile kazi ya kulichunga sanduku angepewa Haruni, angelia. Sababu watoto wa kiume, wanaume wana papara nyingi, subira zao ziko ndogo. Ndio maana akupewa Haruni akague sanduku, angevuruga. Lakini akapewa mwanamama, mama ana siri kubwa. Anaweza akawa mkewe na akaichukua mimba kwa mtu mwingine, na ile siri akaitunza mpaka wewe ukafa, ukajua nimekufa, nimeacha watoto 5, kumbe mmoja si wako. Mama anaweza hilo.
anajua kabisa mtoto huyu si wa Ndembo. Ndembo nimemletea huyu mtoto ndani ya ndoa yake, na hautajua. Lakini wewe ukirukaruka huko ukiokota mtoto nje, mke wako hata miezi miwili haifiki atajua kama wewe una mtoto nje. Lakini wewe mtoto wa mkeo kama kamwokota nje hujui. Unaelewa vizuri hapo? Wewe ukirukaruka kwa muda mfupi tu mkeo atapata taarifa kama wewe una mtoto nje. Lakini mkeo akiwa na mtoto nje, yani kamwokota yule mtoto kamleta ndani ya ndoa yako, wewe hujui. Utalea kwa salama na amani. Umeona hiyo? Huyo ndo mwanamke. Na ndio maana maeneo magumu mengi alikabidhiwa mwanamke na si mwanamume. Umeelewa vizuri eh? Maeneo magumu mengi alikabidhiwa nani? Mwanamke. Mwanamke aliweza kumdhibiti Nuhu asimpe imani yake, na mwanamke akupata imani ya Nuhu. Ya Nuhu ndio. Na mwanamke aliweza kukaa na Luti na yeye na mipango yake, na iliwezekana bila kumkorofisha Luti. Lakini mwanamke aliweza kuishi na Firauni pamoja na ubaya wa Firauni, lakini Firauni hakuweza kumwambukiza mkewe. Naelewa vizuri hapo? Mwanamke ana uwezo mkubwa wa kudhibiti jambo, na mambo ndani yakaenda kama kawaida, lakini kisha haribu na atakutengenezea mazingira wewe hicho kitu ukipende zaidi kuliko vingine. Umeona ye? Sawa. Kwa hiyo akapewa mwanamke, analiona lile sanduku linavyoingia maji. Hakuishia hapo tu, aliliona sanduku linachukuliwa na watu wa Firauni. Hakulia, akasema msende kumuua ndugu yangu. Akanyamaza kimya, mambo acha yaendelee kama yalivyo. Ingekuwa wewe ndo mdogo wako Shadaramali Salumu ndo kafungwa kwenye sanduku, alafu anaokotwa na wauaji ambao unajua lazima wataenda kumuua, wewe ungefanya Shadaramali? Ungetaka kwenda kupambana, ungefanya kidume maana yake ndo angekufa kweli. Pia unaonyesha subira unapofuatilia jambo. Unahitaji uwe na uvumilivu wa hali ya juu. Usiwe na jazba ya haraka haraka. Ili uweze kufika lengo la lile unalolihitaji. Sisi tunapenda sana kukurupuka kwenye mambo. Hivyo basi hutufanya kushindwa kufika kwenye lengo. So wa haramna alayhi almaradhiya min qabl. Na tukio limekatwa liko kwenye sura nyingine limeendelea. Maana yake faltakatau al-Firauni. Maelezo yake kile kimeelezwa mbele nyuma kimeelezwa kibingwa. Faltakatau al-Firauni iko nyuma ilibidi ianze kusihi, alafu ndio ile faltakatau al-Firauni. Lakini ianza faltakatau al-Firauni, alafu ndio mama akamwambia nani? Dada yake kusihi. Umeona kisa kinavyokatika katika hicho kuonesha ubingwa. Yaani mzungumzaji anatakiwa anaweza kuhamia hapa alafu ahame kwenye mada yake, kuonyesha ule ubingwa wa kuzungumza. Alivyokotwa na watu wa Firauni, na yule mama akamwambia mumewe, mtoto nibaki naye mimi. Firauni akatafuta wanyonyeshaji. Faharamna alayhi almaradhiya min qablu. Tulimzuia Musa kukubali kunyonya chuchu ya mama yeyote yule ambaye Firauni aliwaleta ili wamnyonyeshe.
Sawa? Min qablu, ay min qablu majii ummihi, kabla ya kuletwa mama yake. Kwa kila aliyeletwa huyu amnyonyeshe au murdia, rafadat. Kila akija mwingine akaitakuna murdia, rafadat. Farafadha, mpaka yule binti akaingia ndani ya nyumba ile na kuomba kazi. Alivyoomba kazi, kupewa kazi, naye kazi ya kwanza aliyopewa akaambiwa tutafutie mtu atakayemnyonyesha Musa, atakayemnyonyesha huyu mtoto. Tutendo atakayemnyonyesha huyu mtoto. Sawa? Dada akisema mimi namjua atakayemnyonyesha. So mimi niko mtaani huko sana, kwa atakayemnyonyesha huyo mimi naweza nikampata. Yule mama ni mcha Mungu, umeni mama yake anamtetea, ni mcha Mungu, ni mtu mzuri, mstaarabu. Huyu mtoto akikutana na huyo mama ataendelea kunyonya, atanyonya, akaweza kukata kunyonya. Kumbe anajua ndio mama yake mzazi, sababu ndio dada mtu na yule ndio mtoto na yule mdogo wake, na anaenda kumchukua ni mama yake. Sawa? Faqalati, yule mdada aliyetoka kharij al-kasri, aliyetoka nje ya watu waliokuwa katika jumba lile la kifalme, waliokuwa ikulu wale, yule mfanyakazi mpya, faqalati, akasema kumwambia Farauni na wale waliokusanyika, wale wote wanaishi kwenye ikulu, ala adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum, mimi washauri tu, nisikwambieni mtu ambaye anaweza kuja kunyonyesha? Nikutafutieni chafu hawa. Mimi natoka nje kwa sasa hivi, kuna wacha Mungu huko nje, nikimleta hapa huyu hawezi kukataa kunyonya, kumbe atakuleta mamake. Uongo uongo unasoma katika sehemu ndio 3. Sehemu gani? Vitani, na hii ni vita, haitaki kweli. Mtu kwa mkewe au kwa mumewe, pana uongo hapa. Na katika kupatanisha watu anatakiwa patumie uongo. Kama uongo utasaidia kupatanisha hao watu. Kwa mimi na mke wangu tuligombana ugomvi kupita huo, alinifanya hivi, kumbe hujafanya, ili hao watu waelewane tu. Kumbe mzee alipitia kumbe hili dogo tu, ngoja nibaki na mke wangu. Katika maneno mangapi? Vitani, mtu kwa mkewe au mtu kwa mumewe, yani wanandoa kuongopeana, hakuna dhambi. Sawa? Yani mkewe acha kuongopea tu, mtu na wewe na mke acha uongopewe tu na mumeo. Wewe akwambia nakupenda sana kuliko vitu vyote, hata mwenyewe ajipendi kuliko wewe. Choma moto nyumba siku moja uone kama atakubeba wewe, hata kama hajaanza kutoka nje. Ndio utajua kama yeye wewe anakupenda kupita vitu vyote au kakuongopea. Au sio hivyo? Na wewe unamongopea mkeo unakupenda kuliko vitu vyote. Nyumba yake iungue moto, kama utakumbuka kumbeba mkeo, utachomoka nje afu utalia yuko ndani. Wewe si uliko huko unasitoka naye. Na kupatanisha watu, sehemu za suluhu panaruhusiwa kusemwa uongo. Wale wasuluhishaji wanaruhusiwa kusema uongo ili watu waelewane. Maeneo mangapi hayo? 3. Tuko pamoja? Vita ya kifeli, Musa anakufa. Kwani vita sikuuana? Na hapa kifeli Musa anakwenda wapi? Afya hapo. Na wewe mwenyewe kijulikana abaki. Unataka kula alimuona. Alafu kumbe akifanya nini kuja mimi kwa anafuata nini pate kupata kazi, kuja kuomba kazi tu. Kumbe anamfuata ndugu yake.
Maana angejulikana angekufa yeye, mama yake Musa angekufa, Musa angekufa, baba yake Musa angekufa. Umeona alivyocheza mtoto huyo binti? Kwa watu wengi. Kwa hiyo ukiamua kufanya ni vita, kufanya suluhu ili salama itokee, sawa. Wewe ushatayarishwa sehemu, wewe ndio kiongozi, umeletewa kesi upatanishe, wewe unataka unyoshe ukweli. Hakuna ukweli kwenye kupatanisha. Sawa? Kwenye kupatanisha unatafuta jambo ambalo litamaliza ugomvi. Basi. Kama la kweli litapatanisha, tumia. Lakini la kweli haliwezi kupatanisha isipokuwa la uongo litamaliza kesi, tumia la uongo. Sawa? Hiyo ni hadithi ya Mtume. Uongo unafaa katika sehemu ngapi? 3. Simeshaandika zote? Hayo sio maneno ya mtaani, ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtu kwa mkewe au mtu kwa mumewe anasokuwa muongo ili kuongeza mapenzi yake makubwa. Naelewa vizuri mtu vitani na mtu anasimamia mambo ya suluhu za watu. Sema hata uongo ili suluhu ipatikane. Akaza mimi hala adollokum, hivi nyie nisiwaambie mimi kuhusiana na watu wa nyumba ambao atatokea mama wa kumlea kwa ajili yenu nyie. Si Mungu alishatoa ahadi kule, araduhu ilaiki. Nikwambieni wamnyeshaji, lahu nasihun. Na hiyo familia ikipata kumlea huyu, watamlea vizuri. Na saha ya hapa kwa maana watampa malezi mazuri. Kuna malezi na kuna nasaha. Wazazi wengi wana malezi lakini hawana nasaha. Na ndio maana wakimaliza kulea watoto wao wanakuwa walevi, wavuta bangi, majambazi. Ndio haya ni malezi ya kawaida. Lakini malezi ya nasaha, mtoto huyu akishalelewa anakuwa mtu mwema. Hapa malezi yametumika kwa jina la nasaha. Maana yake watamlea na atakuwa mwema. Hayo ndio aina ya malezi yanaitwa nini? Nasaha. Wa hum lahu nasihun. Ukija na kitabu cha Jadidi, na wao yeye watafanyaje? Watamnasihi. Maana yake watamlea vizuri. Fadallatuhum ala ummi Musa. Alichokifanya yeye akawapeleka kwa mama yake Musa alimzaa. Sawa? Akaenda kwa mama Musa, akaenda kamchukua kamleta hapa haraka. Fatana na walinzi hawa. Akapewa walinzi. Mpaka kwa mama yake. Kufika kwa mama yake anambia, usiongee kitu. Mimi ndo nitaongea. Anaanza kulia, bwana ukishakufa. Anamwambia mama yake, mimi ndo nitaongea. Akamwambia, unamwona huyu mzee? Huyu mzee kalea watu wengi huyu. Watoto wake wote wanaelewa ustaarabu bibi. Kwa hiyo mchukueni akalewe. Kumbe mama yake mzazi. Akaenda fajaat biha. Akaja naye. Fantalakat ilayha bi amrihim fajaat biha. Akatoka mwanamke kwenda kule kwa amri yao, alafu akarudi naye yule mama. Mama alivyoingia kuchukua mizigo yake, akaingia, subiri nimfuate. Watu wazima wanaweza kuchenga sasa funga mizigo yake. Kumbe kwa anazidi kwenda kumshindilia mama, sikiliza, mtoto keshafika kwa Firauni na wako tayari kumlea, wameshaenda watu kibao, wamegoma kunyonyesha, amekagoma kunyonya yule mtoto, mimi nikaona nikufuate wewe kunyonyesha. Tenzetu. Hii shaka sawa. Watoto wa kike na mama zao unawaona? Wana mipango kweli kweli. Mtoto wako yuko shule, ataka kufanya mtihani miezi 5, mimba imeingia leo, mtihani mbona atafanya bila wasiwasi. Na wewe baba ndani ujue. Na mnakaa humo.
au watu wa mipango. Wanawake wanafumua mipango yote ndani ya nyumba. Sawa? Walivyokuja pale, mtoto yule Musa yuko kwenye mikono ya Firauni, anamtingisha tingisha. Mtoto kachacha kulia, anataka kunyonya. Firauni usingizi hapati, yuko na mtoto. Mwanamke alipokuwa balaa, mwanamke kamtingishia mwili. Ile mama kaka zake pale katulia. Firauni ndo kashika mtoto. Sio yule mama anasema mtoto tumlee huyo. Firauni ndo kwenye mikono yake. Mama kalikalia zake pembeni, hana hata mpango. Anamwambia mtoto alelewe na Mungu ndo kwenye masala yake. Mimi mtu kawaida, wewe si Mungu Firauni. Wewe kiumbe wako kana mwenyewe analia, mimi mfanyie nini? Kwa Firauni halali. Yuko na mtoto. Si ndo kazi yake Mungu? Si anaitwa Rabu? Maana yake Mungu mlezi. Lea huyo, wewe ndio Rabu. Lea huyo. Alama bwana mke wangu chukua mtoto. Hivi akishindikana kwa Mungu atawezekana kwa mimi? Wewe baki naye huyo. Wako huyo. Yaani bado pale kwa mtu mwenye akili sasa mimi hapa kweli sio Mungu. Kwa sababu kunyamazisha huyu mtoto mdogo huyo, hawa kubwa na waweza. Ndio je, watoto wadogo wana nafasi kubwa kuliko watu wakubwa. Ile mijitu mizima sina Mungu na Firauni, niiteni Mungu wewe Mungu. Lakini angalia mtoto anapeleka mtaka mchaka wewe Mungu wenyewe wanamuita wao Mungu. Fakara Firauni, nani anti minhu? Sawa? Yualliluhu shafakatan alayhi, akiwa yualliluhu anambeza namna hii, anapeleka hivi. Yualliluhu, nyamaza. Mungu analea mtoto. Yeye anambembeleza mtoto, wao huyabuki. Musa analia, yaturubu radhaa, anatakaziwa, anapapasa umo, haoni kitu. Kwenye kifua cha Firauni hakuna sehemu ya kunyonya. Fanafahu ilayhi, alipofika bado chukue. Falamma wajada riha ummi, Yusuf alivyonusa harufu ya mama yake, qabala thadiyahu, qabila thadiyahu, akalikubali titi la yule, akaanza kunyonya. Firauni akashangaa. Faqala man anti minhu, Firauni sensi zika nanio zikagundua jambo. Wewe na huyu kuna jambo. Sio Firauni alikuwa mjinga, lina akili. Firauni hakuwa mpumbavu kama unafikiria wewe. Isipokuwa zile akili zilipitiliza, ndo akavurunda zile sensi. Akamwambia man anti minhu, wewe huyu kuna jambo hapa, kuna jambo naliona. Hata kama angelikubali titi lako wewe, mimi ni mzoefu wa kuleta unyenyeshaji humu ndani. Kwa hiyo natambua mtoto akutana titi la mama mwingine kwa mara ya kwanza huwa anyonyi. Huyu kalifakamia kunyonya haraka haraka la kwako, hapa kuna tatizo. Lakini twende tutaona. Lakini hapa tatizo lipo. Firauni alishagundua. Man anti minhu, wewe na huyu mna nini? Simkea tena na hapa nasubika ona. Mtoto ananyonya, anataka kupiga kalia, tangu juzi analia tu. Unajua wanawake na sio wanaume tulivyokuwa tunatulia kwa wanawake. Kuna mwanamke mjanja hapa, kwa mwanamke hapa yuko wapi? Ukiona hivyo hajapata mwanamke kwa kukolo. Kama pata mwanamke kabisa aliumbwa ni mwanamke, hakuna mwanamke mjanja kwa mwanamke hata mmoja. Wote marofa tu. Fakadi aba kullu hadiyin, amekataa kila titi
illa thadiyaka, isipokuwa titi lako wewe. Mama naye akaongopa, mama yake Musa akaongopa. Faqalat inni imra'atun tayyibatur rih, mimi ni mwanamke mwenye harufu nzuri. Hao na wengine wananuka nuka vipapa hao. Mimi ni mwanamke mwenye harufu nzuri, mtoto akinigusa tu akubali kutoka. Kumbe muongo. Tayyibatul labani, maziwa yangu matamu, hakuna mtoto kawahi kulikataa. Akiligusa tu lazima anyonye. Sio mtoto wa kwanza mimi kunyonyesha wengi, na hakuna ambaye kawahi kulikataa hili titi langu mimi. Walikuwa washasuka mipango yeye na mwanawe kwa walivyoingia ndani kuna kufunga mizigo. Sawa. La akadu uti bisabiin illa kabalani, sijawahi kwenda kwa mtoto yoyote yule au kuletewa mtoto yoyote aje kunyonya isipokuwa alikubali kunyonya, aje kukataa kwangu kamwe. Fadafaahu ilaiha, akampa. Farajat ila baitiha min yawmiha, akarudi nyumbani kwake siku ile ile. Walam yabka ahadu min ali firauna illa ahda ilayhi, watu wote katika nyumba ya Firauni wakampa zawadi yule mama. Kwa kandoka pale tajiri mkubwa. Watahafa bil hadaya, na wakamjaza na zawadi. Waljawahi, na mavitu ya thamani, madhahabu, manini, kila aina makokoro. Analia mtoto wa mfalme, mtoto wa Mungu tena, kila kitu. Ndio maana Mungu akasema faradadnahu ila ummihi, tukamrejesha Musa kwa mama yake. Kaitakarra ainuha wala tahzana, ele moyo wake upate kutulia. Ainu kaitakarra ainuha, ili moyo wake utulie na usihuzunike. Nimetajwa jicho hapo kwa sababu moyo ukihuzunika, jicho ndio linapata tabu kutoa machozi, na moyo ukitulia, na jicho ndio nini, linatulia kutotoa machozi. Na jicho likitoa machozi huwa linapepesa sana, ndio walitaalama anna wa'da Allahi haq, na ili watu mpate kutambua kwamba anachoahidi Mungu kinatokea kweli, akiwezi kukataa. Sawa, watu wapate kuthibitisha ukweli wa Mungu. Alimuhifadhi Musa kutokana na shari na ukorofi wa Firaun lain, walakinna aktharahum la ya'lamun. Shida iliyokuwepo, watu wengi hawafahamu. Walamma balagha ashuddahu wastawa, pindi Musa alivyokuwa ameshafika utu uzima, yani tayari ana nguvu na yuko sawa sawa, takriban umri wa miaka 40 hivi, atainahu hukman wa ilma, tukampa hukumu na elimu. Manake alipewa utume Musa akiwa na umri wa miaka mingapi? 40. Alikimbia kwa Firauni akiwa na umri wa miaka mingapi? 30. Kula alichunga mbuzi miaka mingapi? 10. Akapewa demu wake akarudi. Sawa. Kwa hiyo maana yake 30, mwaka 30 ndio mwaka aliokimbia, ndio mwaka alioua na akakimbia. Afika alifika kule akapewa kazi ya kuchunga mbuzi miaka 7 au 10. Sawa akachunga mbuzi miaka 10. Akaoa mke wake, alipopata mke tu akageuza kurudi.
Unasema ndio kwao ndio alikokuwa anaishi yeye na mama yake kwa Masai, alikimbia peke yake. Kama unavyoona familia yako wewe, mtoto wake mmoja akifanya mauaji, maana yake anayekimbia ni yule aliyefanya mauaji, sio wote familia mzima. Kwa hiyo alikimbia huyu peke yake, kimbia kupigwa. Na huyu ndo alikuwa anaishi kwenye nyumba ya kifalme peke yake. Alikuwa aishi na kina Haruni mtaani. Firauni alikuja kujua ndugu baadaye, wakati Musa karudi kule, kamchukua na ndugu yake Musa. Akajua kumbe hawa ndugu. Kumbe yule mama aliyemnyonyesha huyu kumbe ndo mama yake mzazi. Kumbe sensi zangu za siku hizi zilikuwa za kweli. Kumbe na huyu dada ndo dada yake. Kumbe walinivuruga tu wajinga. Ndio imekula kwako hiyo. Leo umekuja mpango mwingine. 40 years Firauni hajui kama anachitiwa. Yaani Mungu anachitiwa 40 years. Miaka 40. Hajui chochote. Baada ya jinasibu ya Mungu. Hilo jitu lina akili kubwa, lina wapelelezi, lina kila kitu. Kalea mtoto miaka 40 hajui kama si wake. Mimi na wewe je? Tunafanyaje? Tutalea sana watoto wake zetu wametuletea na sio wetu. Unapambana kununua madaftari, kupeleka shule. Nakumbuka ile ya Uganda Shadamali. Mama kazaa watoto mapacha lakini kila mtoto na baba yake. Hao ndo wanawake. Wapima DNA akaonekana mtoto huyu baba yake huyu, lakini mwingine baba yake sio huyu. Yule baba akauliza huyu mke wangu wa ndoa na watoto ni mapacha. Imekuwaje? Wale jamaa akamwambia muulize mkeo. Mkeo anajua. Kwa sababu mapacha wako sampuli mbili. Ima kuna mapacha wa yai moja. Au mapacha sampuli tatu. Au mapacha waliorutubishwa kwa wakati mmoja kwa mbegu mbili za kiume kaja kurutubisha mayai mangapi? Mawili kwa wakati mmoja. Au mapacha yai moja yanarutubishwa sasa hivi, jengine za kurutubishwa hata kesho au kesho kutwa. Na mara nyingi mapacha yanarutubishwa kwa wakati mmoja, wale watoto wanakuwa sawa sawa. Wale wanarutubishwa tofauti, mwingine anakuwa kwa haraka kuliko mwingine. Unajua hao rutubisho zao rutubisho tofauti tofauti, rutubisho pamoja. Maana huyu zile cells zake zimeanza kuongezeka kabla ya huyu. Kwa sababu mimba ikimaliza siku moja ile yale inaweka mara ngapi? Mara 2. Ikifika masaa 48 inaweka mara 8. Sawa? Ikifika masaa siku 3 masaa 72 ile yale inaweka mara ngapi? 16. Kwa hiyo kama mimba inaingia rutubisho siku ya 3, ili lishafika kwenye stage kubwa zaidi kwa ili maana yake linaanza. Kwa hiyo hata wakizaliwa huyu seli zake zinaongezeka pamoja. So baada ya muda fulani mwili wa mwanadamu unakuwa na hizi tofali hizi ni trilioni 300 ndio hivi vitofali. Milioni 300. Hivi vitofali, yani mwili wako una vitofali hizo takriban milioni 300 vimejengwa hivi. Huo mwili wako umejengwa nyumba hii na vitofali. Sawa? Mama alivyoulizwa akasema kwa hiyo ni mume wangu, lakini na mtaani kuna mtu mwingine kipindi hicho. Kwa hiyo usiku na naye yeye akitoka kazini mchana mimi natafuta mpango mwingine. Wakati jioni yunapiga jasho mtangu. Nimepata hiki kitu mwanzo kujenga mjinga. Sasa mchana nishakula chips na kuku. Jinga wewe. Ulishinda kutwa mzima hujakula. Kuitwa yule bwana kiki likialeta kupimwa mtoto kweli wa kwake. Biashara imeisha. Utaacha mke utafanyaje utajua wewe. Kwa hiyo hata mapacha kwa mke wako kuna mmoja pengine si wako. Kama si wote. Apeleke wapi sasa? Ndoa unaifanyaje? Na pale kuna ndoa. Lakini bwana alimkata mtoto. Na yule bwana alikataa kuchukua mtoto. Kwa hiyo vipimo tahadhari tumsivifuatilie sana. Unaweza kutupa watoto wote baadaye ukabaki peke yako. Au kaenda kujiua. Kwa sababu shale ya watoto pengine yule mtoto mwenye akili ndio sio wako. Ndio umemgaramia wewe mpaka chuo kikuu kamaliza. Alafu akipima DNA afu ndio sio wako. Alafu ile sio kwa na akili ndio wako wewe. Unafanyaje?
msifatefate. Aya inasema la tasalu anil ashiya, ndio in tubdu tasuukum, msitake kupekua pekua vitu, mkidhihirishiwa mtakuwa na hali mbaya. Waswahili wanasema hivi, ukitaka kumla bata usimchunguze nyendo zake, utakuwa hauli. Ndio msemo wa Kiswahili. Ukitaka kumla bata usimchunguze. Imeshinda nyama ya bata wekula tu, kwa sababu ulaji wa bata unajulikana ovyo ovyo. Sasa ukimchunguza bata utapata matatizo. Kwa hiyo na mke wako huyo usijifanye wewe mfuatiliaji sana, bado uko kwa simu yake, unafanya na wivu sana, utakufa siku moja. Walamma balagha ashudda, kwa hiyo alipofika ashudda ni mtu kufika miaka 40, ndio mtu anaitwa ashudda. Pale kama huyo ni pepe ndo basi tena alinyoki tena, limeshakwisha. Kama mtoto mpaka miaka 40 haeleweki, piga mstari nishapata sana. Huo ndo wakati wa mtu kutimia miaka 30 bado, lakini mpaka afika 40 anaingia 41 bado haeleweki, ujue wewe mzee una mtihani. Sawa, huo mtihani umefika. Muombe Mungu ndio anaondoa kadari, la yuzilu al-qadar illa dua. Kadari haiondoshi, kwa inaondosha na nini? Na dua. Japokuwa ni vema kufanya hizo dua mapema. Siku dua nyingi mtume kaelekeza za watoto kuombea watoto mapema, lakini hata akiwa kwenye umri huo bado nataka kuendelea kuombea kwa sababu ni watoto wako. Na dua ya baba kwa mtoto wake inakubaliwa. Wenda unafeli katika kuomba dua. Dua ya mzazi kwa mwanawe inakubaliwa, haikataliwi. Dua za watu wangapi nisema? Watatu wanne. Dua ya mwenye kudhulumiwa, dua ya mfungaji, dua ya mzazi. Ya 4 dua ya mtume. Ambao kwa sasa hivi ndio hayupo. Lakini kuna dua mtume kazitundikia. Ametundikia dua, ameningiza hivi. Ukifanya hilo umeingia kwenye dua automatic. Kwa mfano amesema atakiwatiwa wazazi wawili, na dhamana kuna naye peponi tayari. Anelea mayatima, tunakuwa hivi peponi. Umeona hiyo? Hiyo dua imening'inia. Kazi yako ukipata yatima lea tayari. Kwa dua rasul la yurad, dua al-aba la yurad, dua as-saim la yurad, dua al-madhlum la yurad. Dua za watu wangapi? Au 4. Lakini tunabaki nao wengi sana ni wangapi? 3. Baba, je, umejipanga kuwaombea dua watoto wako? Manake leo wewe kijana, kabla ya kuwa na mtoto uelimike, ujue una jukumu la kuwaombea dua nani? Watoto wako. Maana yake nini? Usome na ujue hizo dua. Kama wewe baba mtarajiwa, mke wako ana mimba nyumbani, ujui cha kufanya, haya mtoto wako atamwombea dua nani ili afanikiwe? Maana yake muombaji dua ya kufanikiwa ndio wewe, si ndio? Kuna jambo unaweza kuligundua kwenye kipande hicho. Wakadhalika najzil muhsinin, na kama hivi tunawalipa wenye kufanya vizuri. Sawa. Wadakhala almadinata ala hini ghaflatin min ahliha, aliingia katika mji
Alitoka nyumbani kwake Ikulu akatembea tembea mtaani. Akafika maeneo hivi State Center na nini katika matembezi. Wakati watu wamejisahau, wamelalala na nini? Fawajada fiha rajulani yaktatilani. Akakuta watu wawili wanapigana. Wakati Musa hajafika miaka 40 na miaka 30 hapo. Tukio lilomtokea Musa kwa miaka 30. Akakuta watu wawili wanapigana. Hadha min shi'ati. Huyu mmoja ni Bani Israili mwenzake. Wa hadha min aduwi. Na huyu wa pili ni Mkipti. Maana ndio katika familia nani? Firaun. Sawa. Fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi. Yule jamaa wa Kiisraeli akaomba msaada kwa Musa, kwa sababu wale walishajua mezali mtoto katupwa ni mtoto wa Bani Israeli. Wakipti hawawezi kutupa mtoto kwa sababu hawana wasiwasi. Na pia utagundua watu ukiwatesa utapata matatizo wewe baadaye. Usitese watu. Unalea mtoto wa mtu ndani ya nyumba yako, usitese. Kuna wageni kwenye nchi yako wapende. Na hii ndio salabasi wanachukua nchi nyingi. Uwezi kukuta wamekuja foreigners kutoka nje ya nchi huko, wakaja wakatafutiwa nyumba tandika wapate kukabu. Masaki. Au kuna wageni wapangiwa nyumba wanatafutia nyumba tandika. Watafutia nyumba tandika. Uongo kweli? Masaki usiko kabana watu. Yaani unatakiwa umpende mgeni wako. Akataka msaada ili amsaidie kutokana na yule adui yake Mkipti. Fawakazahu Musa fakadha alayhi. Musa akamtia ngumi jamaa akafa. Wakaza maana yake kupiga ngumi. Kwa Musa akamtia ngumi moja jamaa akaenda akhera. Biashara ikaishia hapo. Wapo akina Musa mndani? Nguvu mnazo? Au nyinyi akina Musa legelege? Mmemwona Musa huyo? Musa maana yake haraka, maana yake kiwembe kinakata haraka. Kwa hiyo jina liendana na wewe ulivyo. Sio umepewa jina la Musa alafu ulifanyie kazi. Musa alafu kulegelege. Musa gani wewe? Awe mbabe kidogo. Musa hata mko kama kashika nguzo kama hivi, mko watu 4 5 mnamvuta asitoke. Lakini Musa mtu mmoja akimsukuma kadondoka chini afu na wewe naye Musa. Musa gani ofalofa? Musa kila akiingia kwenye ugomvi anatoa makonde tu. Huyu sio Musa bwana. Jina kaliharibu hili. Musa akiingia kwenye ugomvi yeye anashinda. Akiingia kwenye mjadala anashinda. Wewe Musa ukienda kwenye mjadala ushindi afu nao unajiita Musa. Wewe Musa gani? Wewe sio Musa. Wewe utakuita kama makonde mucha. Wewe utafaa kuitwa mucha tu. Basi. Sawa, sio Musa. Tukuite mucha inatosha. Musa na kolegelege. Sawa. Fastaghatha alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa fakadha alayhi. Musa akampiga ngumi yule jamaa akammaliza hapo hapo. Maana yake akafa yule jamaa. Sawa. Kibao nasema ngumi ni kibao. Rakama ndo ngumi. Wakaza ni kule kupiga kibao. Maana yake akamshuti kibao cha maana. Jamaa kurudi tena duniani. Sawa. Wala hadha min amali shaytan. Musa baada ya kufanya vile kuona yule kaua mtu, Musa akasema huu shetani ulionikuta.
Nimefanya nini nishaua mtu mimi? Umeona mtu avijua kagundua amekosea. Ungekuwa wewe ungesema atokee mwingine. Mjinga kwenye mjuu. Umeona? Musa alivompiga, alipomuona jamaa amekufa, qala hadha min amali shaitan. Hiki nilichokifanya hiki ni kitendo cha kishetani. Huyu ndo aliyotibua ghadhabu zangu mimi, nikapiga ngumi ya hali hii. Innahu aduwwun mudhillun mubin. Sikia hapo msifia, innahu huwa shetani, aduwwun ni adui, mudhillun ni mpotezaji, mubin tena wawazi sana shetani. Musa peke yake. Tunazungumzaje? Jambo baya hakuna mtu asiyelijua, isipokuwa anajitia ujinga tu. Hata paka ukimpa samaki anakula pale pale ulipompea, lakini siku akija samaki akimchomoa mwenyewe anaenda kumlia mbali, anajua kama wizi haufai. Au sio hivyo? Yule kasoma Qur'ani wapi? Lakini Mungu anasema innal insana la jahulun kafur. Mwanadamu ni jehuri. Sio kama hajui ni kosa, anajua. Anajua wazi wazi kama hili linofanya ni tatizo, lakini jeuri yake anaongeza jingine. Ndio maana nakwambia, mnamuona paka? Paka ukimpa samaki atakula pale pale ulipompa, haondoki tena. Akimaliza atajizungusha kwenye mwili wako, anajisugua hivi kusema asante kwa ulichokifanya, ndio. Lakini akiiba samaki analia mbali, na wewe ukijitokeza akikuona tu anakimbia, anajua hapa nisharibu. Qala hadha min amali shaitan innahu aduwwun mudhillun mubin. Ni adui mpotezaji wa wazi kabisa kwa bani Adam, ni adui kwa binadamu, tutambue hilo. Qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li. Pale pale akasema, Mungu, mimi nimeidhulumu nafsi yangu, nisamehe. Inni dhalamtu nafsi bikatli nafsi fa'fu anni, nisamehe. Wala tuakhidhni bikhati'ati, wala usiniadhibu kwa kosa nilotenda. Nisamehe ya Rabbi. Wewe unafikiri angechomoka kukimbia pale, angekamatwa? Lakini haya maneno ndio aliyombeba, ndio aliyomfeva. Tena kuchelewa pale pakatia ngumi, mtu kafa, akajishika kiunoni. Huyu shetani. Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli, nimedhulumu nafsi, nisamehe Mungu. Pale pale kaona nimefanya tatizo. Innama tawbatu lilladhina yamaluna su'a bijahalatin thumma yatubuna. Yes, taban. كذا فعل موسى عليه السلام. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. Mungu akamsamehe. Mungu ni mwenye kusamehe na ni mwenye huruma. Qala rabbi bima an'amta alayya, akasema Mungu, kwa yale ulionineemesha, falan akuna dhahiran lilmujrimin, kwa yale ulionineemesha Mungu kwangu mimi, kunipa nguvu kubwa,
na kwa haki ulionikirimu, min jahi wal izzi, ya cheo na heshima, falan akuna aunan li ahadin min almujrimin, nijalie nisiwe mwenye kuwasaidia waovu. Maneno haya unatakiwa useme hata siku umepata uongozi wa aina yoyote, uwe wa dini, uwe wa barabarani, uwe wa wapi, sema maneno haya, kwa sababu uongozi ni power uliopewa. Manake unayo mandate ya kusema chochote. Si hiyo power uliopewa, muombe Mungu aifanye isiwe ya kusaidia waovu. Uwe na mandate ya kheri. Ndio unaomba hii mapema, unaweza kuandikia hii, ni kitu muhimu kuwa nayo. Aya hii ukipata uongozi, aya ya kusoma ni hii: Rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lilmujrimin. Ushapata mke, ndio kiongozi kwa mkeo, sema maneno haya. Ushapata mtoto, ushakuwa kiongozi kwa mtoto wako, sema maneno haya. Wewe ndio mkubwa kwenye familia yako, sema maneno haya mara kwa mara. Sawa? Mungu akunyoshe katika mambo yako. Ushakuwa bosi, umewaajiri watu dukani kwako, sema maneno haya. Naelewa vizuri? Sasa sijakwambia mimi namaliza hivi, namaliza wajibu wangu. Si ndio habari? Wajibu wangu mimi unaondoka, Mungu hataniuliza tena. Bwana, nilikupa elimu kufikishia watu. Soma yote mpaka uikute, ndio itakuwa vizuri. Sura Al-Qasas aya 28. Aya 29. Aya 16. Aya 17 sura ya 28, maana yake sura Al-Qasas. Sura ya 28, sura Al-Qasas. Aya 17. 17 aya. Usianze na ile kala achana nayo. Sawa? Rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lilmujrimin, nijalie nisiwe katika watu wenye kusaidia uovu. Hata Mungu amekupa miguvu, zile nguvu uombe dua hii ili sikufanye wewe unawakaba watu. Rafiki yangu Lole kwa hayupo. Ile miguvu yako usikabie watu. Wale watu wa mazoezi ya karate na nini, huwa wanapewa hii aya. Ndio hao wapewi. Ndio hii aya wanapewa. Wanaambiwa utaki kumuonea mtu. Ndio hii aya, ndio maana yake hiyo. Wao wamesema kwa lugha nyingine tu, lakini ndio hiyo. Hapa imesema Kiarabu. Umenielewa? Maana yake wewe usafundishwa ngumi, unajua kupigana, unaweza kumuua mtu kwa haraka zaidi. Kwa hicho ulichopewa usikitumie kwa uonevu, kitumie kwa kujilinda tu. Ndio maana inaitwa nini? Self guard. Yaani ya kujilinda, sio ya kuanzisha mapambano. Maana ndio ametumia hii aya kwa sababu ndio Musa, kwa sababu watakarati wote wanakuja hapo kwa mzee Musa ujue. Kwa sababu Musa alikuwa anajua sehemu gani aguse. Anakuondoa. Wewe ukaruka akigusa hapo umekwenda. Tuko pamoja? Lakini ukishapata hizo nguvu ndio umuombe, umwambie Mungu Rabbi inni, au umwambie Mungu nini? Rabbi bima an'amta alayya, hii neema ulionipa ya nguvu. Ndio maana nasema an'amta, kutumia nguvu kwa moja, iwe nguvu, iwe mali, iwe cheo, iwe wewe umekuwa baba,
chochote umepata elimu, chochote ulichopewa, saidia wasioweza. Ukisikia aya za sadaka na nini, ni tafsiri ya kipande hicho cha aya. Umeelewa vizuri? Mtu alikuwa nacho atoe sadaka, atoe zaka, afanye nini, asaidie wasiojiweza. Yote ni tafsiri ya kipande hicho cha aya. Aya zote tutakazosoma hizo inakuja kutafsiri kipande hicho cha Nabii Musa. Mnifahamu vizuri? Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqab. Musa akawa anaishi mtaani ana mashaka, akitembea na geuka. Unajua mtu kufanya tukio la ajabu ajabu, watu hawamjui kama wewe, akitembea na geuka namna hiyo. Yani yeye mtu akishakuwa akifanya tukio ajiamini. Khaifan yataraqab, akiwa yuko makini sana chunga. Fa idha alladhi istansarahu bil amsi yastasrihu, ghafla anamkuta yule yule ambaye alimsaidia jana, pia yule anamkuta anapigana tena. Alipomwona Musa akamwambia, Musa njoo nisaidie huyu mwingine. Ala, huyu kumbe kazoea. Akamwambia leo nakukumuta wewe. Naenda kumwambia Firauni kama jana umeua. Umeona wewe mtu kimsaidia? Yule bwana alipomwona Musa anatokea akamwambia, Musa kama jana. Musa akamwambia nakupiga wewe. Yule jamaa akasema nataka kuniua kama alipomwona mtu wa jana. Huyo jamaa akatambua kumbe yule jamaa jana aliuliwa na huyu Musa. Kaua kimya kimya, anajua ni ndugu yake, alimsali akuta kwa wawili tu. Kwa alivyoua yule anajua yeye na huyu ndugu yake. Unajua watu mkiwa wageni kwenye nchi fulani mnajifanya nyinyi ndugu sana. Wale madiaspora wanajua hilo. Yaani mkiishi nchi za watu huko, yani mnajuana kama mzee mmoja. Mkipanda ndege, mkipata watu kwenye ndege mkikaa siti tofauti tumeachana hapo hapo. Ndio, mkifika hapa mjuani tena mpaka mnakufa. Lakini pia kwenye nchi za watu mnakuwa yani kama baba mmoja mama mmoja. Alafu wageni wanapenda sana kuwachokoza wenyeji, wanapenda sana kuwachokoza wageni. Na wageni hawataki kuonekana wajinga, wanataka kupambana. Ndio iliyokuta hapa ni Israeli, kwa kila sema wanataka kupambana. Mtu akionewa akubali. Na hii ndio kanuni ya wageni. Qala lahu Musa, Musa akamwambia jamaa, innaka laghawiyyun mubin, wewe ni mpotevu mkubwa, leo nakunyuka. Jamaa alishatoa shamba toba jana. Sasa leo kuna ndugu yake atakumbusha toka tatizo lile la jana. Akamwambia wewe ndo mpotevu mkubwa, laghawiyyun. Sasa leo napambana na wewe. Haiwezekani kila siku napigwa wewe tu. Nilishawahi kusema hapa nyuma, mtoto wako kila siku akienda shule, leo kakota penseli, leo hela, leo daftari, leo viatu, leo rula, leo mfutio, huyo mtoto mwizi. Unanielewa? Au nirudie tena? Ukimuona mtoto wako kila akirudi kama shule au matembezi, mara leo nimeokota 500, mara leo nimeokota penseli, mara leo nimeokota peni, mara leo daftari, mara leo mkebe, mara leo rula, mara leo pipi, mara leo biskuti, huyu mtoto wako mwizi. Hawezi kuwa na bahati hiyo kila siku yeye tu. Wengine hawana macho. Unaelewa vizuri? Wewe unakaa barazani, mtoto wangu ana bahati, yule mtoto unamwona yule mtoto. Yule mtoto ni mcha Mungu yule, ana bahati yule. Yaani kila siku akirudi kakota hela. Huyo mwizi ana ucha Mungu. Anateka akili zako wewe baba yake. Na kwa sababu mtoto wako kupita akili na wewe umetekeka. Wewe siku ya kwanza kakota penseli, siku ya pili kakota peni, mtie mikwaju. Hadi tena na taarifa kokota. Hajaisha kudulika.
Kila siku anaokota yeye tu. Au mtoto wako kila sekunde moja anarudi analia, nini nimepigwa, akiondoka tena kauli analia, wenzake warudi analia. Mtoto wako mkorofi. Nabii Musa ndo atuelekeza, pamoja na kwamba Musa wale Kipti ni maadui zake, lakini hapa akagundua hawa maadui kwenye hili hawana tatizo, huyu ndugu yangu ndo ana shida. Kwa hiyo usitetee mwanao tu katika kila jambo. Yana anakuja mtu mmoja anakuambia, bwana mwanao jana kanibia beseni langu la kufulia. Kesho anakuja mtu mwingine, mwanao kaiba kisosadu changu. Kesho kutwa anakuja mtu mwingine, mwanao kanachungulia dirishani. Wewe unasema, najua watu wa mtaa wote mwanangu hamumpendi. Wewe chizi ujue. Wewe mzee mwendazimu. Haiwezekani watu hao wote wamchukie mtoto wako na watoto wengine wapo. Huyu mtoto wako ana nini chamani? Au wewe baba yake una nini ili watu wamchukie mtoto wako? Ujue haya taarifa za watoto wako ni za kweli, ndio zifanyie kazi. Jambo ambalo wazazi hili sisi hatuna. Qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin, wewe ndio muovu mkubwa. Fa inni wakatu bila amsi fima wakatu, jana nimefanya jambo la ajabu sana, nikaua mtu kwa ujinga wako wewe. Waturidu antukiani liyawma fi waratin ukhra, na leo unataka kuniingiza kwenye kesi nyingine kwenye moyo wake. Anasema sasa leo nakukunguta wewe. Falamma an arada an yabtisha, pindi Musa alivyotaka kumpiga yule ndugu yake, sasa leo billadhi huwa aduuna, kuliko yule adui yake. Sawa. Qala ya Musa, ndugu yake, Musa aturidu an taktulani kama katalta nafsan bila amsi. Musa anataka kuniua kama ulivyomuua yule jana. Wewe ndugu yangu utakuniua hata ndugu yako kama ulivyomuua yule jana. Siri pale ifanyaje? Umeona siri aliyepewa mwanamke ilibaki salama, siri aliyopata mwanamume haikusalimika. Wanaume si watu wa maana wa kuwapa siri. Ukweli ndio huo, kasirikeni tu. Mimi sababu ninaongea na mume mwenzenu. Subutu shingo la kuchinjiwa watu wakisembe tu. Wanaume si watu wa maana wa kuwapa siri. Siona hapa mambo ya Musa yaliyopitia kwa wanawake yalikuwa salama, yalivyogusa kwa wanaume yamesalimika. Si Musa anakimbia kwenye mji wake, ajua anaenda wapi, akanusu alale polini. Musa matukio baada ya kufukuzwa pale, ingekuwa kama mimi na wewe, si baada ya pale Musa angefanya dhambi nyingine? Musa alivyokimbia kwenda kwa Shuaibu, alipokuta wale watoto mabinti wale akanyesha maji, wakamuuliza, sisi tuko tayari tukulipe nini? Tena wale mbele mbwa macho, tukulipe nini? Ungekuwa wewe unasemaje? Si ungeomba malipo? Wale hela hawana afu wanataka walipe. Wangelipo unafikiri hata kulipa nini? Ndio tatizo la kina mama hilo. Madereva bodaboda wanajua, madereva taxi. Wale wa zamani. Mama anakodi taxi hivyo kwake, anakuambia sina hela kulipa, unaweza kulala hapa hapa kaondoka kesho asubuhi. Madereva taxi wanajua hilo. Na madereva bodaboda wanajua hilo. Wale usafirishaji wa private wa mtu mmoja mmoja wanajua haya ninayosema hapa. Ya qala ya Musa aturidu an taktulani, unataka kuniua kama ulivyomuua yule mtu pale jana? In turidu illa an takuna jabbaran fil ardh. Sasa Musa unataka kuwa kiburi katika ardhi, unataka kuwa mbabe tu wewe. Kila mtu unatandika unaua tu.
Wewe mtu gani? Yaani jana kamsaidia na leo anamwita kumsaidia. Alivyoona sasa msaada unabadilika, ule ubinadamu ukaja. Mwanadamu atakumsaidia kila siku. Siku usiyemsaidia anakwambia una roho mbaya. Ndio haya unaona kwa Musa hapa. Anasahau kama jana alisaidiwa. Leo anamuona Musa ni mtu mwenye roho mbaya. Yale aliyofanya Musa, yani mwanadamu anataka asaidiwe yeye, msaada usigeuke kwenda kwa mtu mwingine. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwenye swali aulize. Mwenyezi Mungu alimpa wahi mama yake Musa. Alimpa wahi vipi? Alishuka Jibrili au vipi? Nimeshazungumza, nilitoa maelezo. Ukwepo darasani? Jana ukwepo? Sikwepo. Sio maelezo. Kila bil ilham wa kila ala annahu nazala alayhi Jibril. Unachoona wako katika kauli hizo mbili. Kwa ilham na riwaya nyingine inasema alitumwa Jibril kuja kumwambia. Kilichokosekana kwa mama yake Musa kuwa mtume, maana Jibril waende sipokuwa kwa mtume, kilichokosekana mama yake Musa kuwa ni mtume kwa sababu ni mwanamke. Sifa ya mtume lazima au mwanamume, alafu ateremkiwe na Jibril. Akiteremkiwa na Jibril na akawa ni mwanamke hawezi kuwa mtume. Kama ilivyokuwa Maryam. Kama ilivyokuwa Maryam. Kama ilivyokuwa Maryam. Kasoro, yani Maryam alifaa kuwa mtume. Lakini kwa sababu ni mwanamke imemtoa. Ndio maana akasema mtume ni nani au nabii? Ni mwanadamu mwanamume. Uhiya ilai. Kwa Mariamu wanadamu kapata. Uhiya kapata, lakini mwanamume kakosa. Hawezi kuwa mtume. Yuko mmoja alitangaza utume nafikiri Uganda ile. Wapo wewe unaweza kutangaza utume, yuko Somalia Tanzania katangaza Mungu mwanamke, itakuwa mtume wa utume. Si jambo dogo. Yeye alipoulizwa kwamba wewe kwa nini unasema wewe ni mtume wakati Mwenyezi Mungu anasema kama makana Muhammad wa bahadi min rijalikum walakini Rasulullah wa khatamin nabiyina, akasema mitume wanaume ndio wameishia, lakini mitume wanawake tupo. Kwa sababu yeye anasema manabii wanaume ndio hakuna tena na mitume wanaume hakuna tena yeye. Lakini mimi sio mwanamume, mimi mwanamke, kwa hiyo hakuna haya inasema mtume mwanamke hakuna. Na Mungu anasema manursilu illa rajul. Hatumtumi mtume isipokuwa awe mwanamume. Mungu hana shida kutuma mtume. Kwa hiyo kanuni zimemuondoa kwenye. Sasa hapa alipoambiwa, aliambiwa mlee. Kama utaogopa basi mtie kwenye bahari. Tupe baharini. Tupe baharini. Tena wala usiogope. Wala usihuzunike. Sisi tutamrudisha kwako huyo. Na tutamfanya katika mitume. Sasa huyu mama yake Nabii Musa ya maneno alikuwa hayaamini au vipi? Manake hapa lilikuwa zuri kumtupa baharini. Huyu amtupe baharini. Kumtupa baharini si anamuua. Lakini kaambiwa amlee mwenyewe. Sasa haya kumlea mwenyewe wakati anaambiwa na Mwenyezi Mungu na kukaja Jibril anamwambia. Sasa haya hakuyaamini au vipi mpaka chague kumtupa kwenye baharini? Maana yake chagua kumtupa baharini. Swali tunaweza tukajibu hata sisi wenyewe. Sisi tumepata wahi kama hizo ngapi na tumeshindwa kufanya kutekeleza. Unataka kwenda sehemu usiku, moyo unakwambia kwenda uende, alafu watu wengine wanakutisha, unachagua gari? Siendi. Watu wengi wanachagua kutokwenda. Yeye hicho ambacho ibidi kitokee kwa Musa. Yule anayekupa ile ni ilhamu kutoka kwa Mungu, nenda. Alafu moyo mwingine anakuambia baki utaliwa na simba, wewe mjinga usiende. Na unachukulia kuambiwa baki utaliwa na simba. Si wote wanatutokea hizo zinaitwa ilhamu. Wote zinatokea hizo. Kuna jambo gumu unataka kulifanya. Umeona kama utakumtokoza huyo, atakupiga kwa atakupasua huyo. Moyo mwingine anakuambia pigana, upande mwingine moyo anakuambia usipigane, atakupasua. Wewe utajua mimi naondoka zangu, mimi nakushakusha kusamehe bwana. Umeona hiyo? Maana yake kuna kitu huko kiami. Kwa hiyo pale kwa mama yake Musa ilimjia nguvu. Yeye hakujua kama ni Mungu. Yeye taarifa zinamjia tu. Na yule malaika alijifanisha kama mtu. Kwa hiyo kama mtu anampa taarifa tu, huyu mtu kweli mtu ana maana kweli huyu? Kwa sababu kwenye sura ya mtu tu, kwa hiyo anaonekana ongea na mtu tu. Kwa sababu mtume malaika akijifananisha katika sura yake, mtume anasema ni hatari.
Kwa hiyo kuja pale kama sura ya mtu tu. Kama kuna malaika wanakuja kwa Ibrahim, wanakuja kwenye sura za watu tu. Wanakuja kwenye sura zao za kawaida. Kwa hiyo aliona mtu tu anampa nasaha. Na hapa tunajifundisha sio kila mtu anakuja kukupa maelezo ukaona ni mtu wa kawaida tu. Yeye aliona kama mtu katika wale wazee waliozoea tu wazima amekuja kumpa maelezo hayo, usina wasiwasi fanya hivi ukizingana mtupe tu baharini, akaona kama mtu tunampa story tu. Kwa hiyo story lazima zifanyaje? Ziumize kitu chake. Maana njia aliyochagua ni mbaya kuliko njia ya kukaa naye. Alipewa njia mbili. Ile njia aliyotumia kumtupa baharini ndio njia nyepesi na ndio njia rahisi. Kwa sababu yeye kaambiwa ima mlee mwenyewe, ila mama ana ufahamu mkubwa. Ima mlee mwenyewe au mkabidhi Mungu amlee. Yale maji ni ya Mungu, kwa hiyo na yule kamleta Mungu na Mungu anatakaje kuinusuru dunia, yule mtu kamleta mwenyewe Mungu. Ndio maana akaambiwa afanye nini? Atupe. Yaani mfano huu wa Musa kama unaona ule mfano wa nani wa Mtume Muhammad kwenda kujificha kwenye pango juu liko wazi, hapo juu kuna baibu za bibui tu. Na kulikuwa kuna pango juu kuna jiwe akaingia angejifunika na jiwe asingeonekana. Lakini Mtume Muhammad akachagua pango ambalo juu liko wazi, mtu akichungulia anamuona. Umenielewa vizuri hapo? Naam. Kwa hiyo kule baharini aliambiwa mtupie Mungu. Wewe bado ni mwanadamu tu una mashaka. Lakini baharini kwenye mtu akule utakuwa umemwachia Mungu. Mungu atajua anaelewaje. Hiyo sana ukikaa kwenye chombo cha bahari mtoto usimlete. Baada kazama boti mtoto akawa mzima ukafa wewe. Mtoto akaelea. Mtu aamini anajua. Anataka mtupaka mfungo. Haya nani hapa faltakatahu alu Firauna. Huyu alu ni nani? Ni mke au ni wale watu? Alu sio ahli. Alu ni wale watu. Alu maana yake ni watu alu nabii, maana yake ni watu wa mtume jamaa zake. Au watu wake wa karibu, hawashi zake. Alu rais, mawaziri, washauri, wakuu wa mikoa, wakurugenzi. Alu ni wale wateule wake mtu. Ndio anaitwa alu. Swali langu liko hapa, liyakuna adua. Ili awe adui, maana yake walimwokota pale ili awe adui yao. Walimwokota ili awe adui. Sasa adui anajua Mungu sio yeye. Sio Firauni watu walimwokota. Yaani Firauni alimlea mtoto ili awe mzuri, lakini ndani yake biitibari ma yakunu. Qur'ani imesema biitibari ma yakunu. Sio wale walijua. Mungu ndiye anajua anamlea huyu baadaye atamchachafya. Hayo ni maelezo ya undani ambayo anaeleza Mungu. Tulimpa Firauni yule Musa amlee ili apate kuwa adui yake. Na adui yake awe ni kitu alichokelea mwenyewe. Na hata anaopindua nchi, huwezi kupindua nchi mtu umetoka mtochoroni, lazima wanakuwa ni watu wapo kwenye mamlaka, wanajua siri ya uongozi, wanajua rais leo kenda wapi, wanajua tukienda kwenye redio tukitangaza mimi ndo rais ndio imepita, lazima wawe watu wa karibu ndio wanaopindua nchi. Hawezi kupindua nchi mtu wa kutoka kokote kule. Na kama kuna mtu kutoka nje maana yake details zote kapewa kutoka ndani. Kuna mtu wa ndani katoa usimamizi wa kutosha wa mapinduzi hayo. Nimefahamika? Inshallah. Alipoua hapa Nabiullah hapa alipoua. Huku kuua ni kwenye kustahiki au time nyingine hakustahiki. Kwa maana mbili. Kukiwa kuna stahiki basi mitume haijuzu juu yao, sio kabla ya utume wala baada ya utume. Na ikiwa kuna stahiki, ilikuwa ina maana gani ya yeye kujuta juu ya kile alichokifanya na kumwomba Mungu msamaha? Vizuri. Sasa kuua kulitokea kwa sababu gani? Mitume haistahiki kuua. Kama unavyosema mustahili, kama vile tauhidi inavyosema. Ni mustahili. Kama mitume inavyosema. Na kama watakuwa wameua kwa haki. Kama watakuwa wameua kwa haki. Sawa? Lakini kuna vitu vinakuwa mitihani. Haikosi kutokea. Yaani kitu kukhalifu ada si jambo la ajabu katika maisha. Kwa kichotokea kwa Mtume Musa ni jambo ambalo limekhalifu nini? Ada. Kama vile mitume alidhulumu, lakini Suleimani alifanyaje? Alihukumu. Falamma dhanna annahu, alipohisi alipogundua kama amefanya dhulma katika hukumu yake. Lakini mitume haina stahili ya kufanyaje? Ya kudhulumu. Lakini kuna wakati wa mitihani unafanyaje?
inawakuta kwa sababu bado ni wanadamu. Yani maana yake hawezi kufanya kwa hatua kubwa sana kupindukia kama wanavyofanya wengine. Lakini zile munawasati ambazo hazitoi heshima zao, hayo mambo yanafanyaje? Yanajitokeza. Mitume haikasiriki, ndio? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam 9 siku moja wote. Hivi katika kuacha kuna furaha au kuna hasira? Kwa hiyo kuna mambo lazima yafanyaje? Yanajitokeza. Yale tunaambiwa mustahili ambayo yanakuwa ni nini? Yanakuwa ni aghlabia. Hawawezi kutumbukia huko. Aghlabia hawezi kufanyaje? Hawawezi kutumbukia huko. Lakini munawasati ambayo hayaondoi heshima zao, hayaondoi thamani zao, yanabaki kama kumuua yule, hakukondoa thamani yake. Kama mtume hakukondoa nini? Thamani ya utume. Maana yake kwanza aliua, lakini baada ya kuua Mungu akampa njia ya toba. Maana yake dhambi alifanyaje? Akatubia. Tukiua mimi na wewe unaendeleza ubaya, unamwambia njoo mwingine. Uliona tatizo hilo? Kwa hiyo mitume hawai na kiburi kama hiki. Na ndio maana alitaka kufanya tukio la pili Qur'ani, ndio maana inaenda mpaka mbele. Sasa kuna mambo mengi yamejitokeza. Ikaeleza kwenye tukio la pili alitaka kumpiga huyu, akamwambia nataka kwa kiburi katika ardhi. Musa akajirudi, kumbe mimi sistahili. Unaona hiyo? Lakini ingekuwa kama mimi na wewe unataka kwa kiburi, na wewe unanisemeza, na wewe ungemtandika tena. Umeona hiyo? Kwa hiyo mitume hawafanya matukio ambayo yanafanyaje? Yanaondosha ile uthamani wao. Na wengi tukiangalia kwenye mateka ya Badri kwa mfano, mtume nayo Mtume Muhammad alifanyaje? Yale mateka Omar alisema tuchinje. Ndio. Abubakar akasema tuchukue fidia hawa jamaa zetu. Lakini aya ilishukaje? Imekushuka aya kumlaumu mtume. Maana kafanya kosa. Lakini kisha ambiwa mtume afanye kosa, si ndio? Lile nalo ni makosa ambayo yanatokea kwa wao ambayo hayaondoshi heshima zao. Kwa hiyo mnawashati madogo madogo ni kwa ruhusa inafanyaje? Inajitokeza. Kama tunavyozungumza adala, hakuna mwadilifu kwa 100%. Mwadilifu 100% ni nani? Mungu peke yake. Wanayobaki wote wana mnawashati katika adala. Mnaelewa vizuri hapo? Kuna mnawashati katika adala. Tukana matukio yalivyokuja. Kwa hiyo ile mustahili fi hakim, ndio maana nikasema fi hakim. Umeona hiyo? Mustahili fi hakim. Yaani wale wakiua hawaui kama unavyoua wewe tunasema. Yaani ukiona umeua mtaki kusema naona muongezea. Au unaambia sasa fanya kama unaweza, mimi nishaua unasemaje? Wewe huko waendi, hii inaondosha heshima yako. Lakini alipogundua akafanya kosa muda ule akatubu. Umeona wakati ule pale pale. Wala kusubiri masaa 5 kupita. Jambo la kwanza. Jambo la pili ni mafundisho. Wewe leo ungetubuji dhambi zako. Kwa hiyo mitume wengine wanafanya kwa sababu ya wewe upate nini? Mafundisho. Hivi mtume, historia inatuambia mtume alikuwa ni Kanaa, ni mwenye kutosheka, si ndio? Lakini mtume huyo mwenye Kanaa, mwenye kutosheka, katika baadhi kuna hadithi zinasema mtume alikuwa anaenda kwa mkewe anapeleka ubavu wa mbuzi. Hivi huyo maskini? Sasa yeye pesa huyo maskini. Yaani ubavu wa mbuzi unapeleka kwa mkewe na ana wake 9. Alafu ana ubavu kupeleka ubavu mzima wa mbuzi kwa mkewe. Unasema yeye maskini? Yaani ni maskini, lakini sio ule maskini wa kumfedhehesha. Kama unavyoona maskini wako kwa shati imepasuka, umevaa nguo 3 mpaka ndani inaonekana. Sio ule wa kutia aibu. Adamu alitolewa peponi, si ndio? Mtume yule naye. Mpaka kutana na Musa akamwambia wewe ndio mtoto wa peponi. Adamu alijibuje? Kadari ya Mungu. Kwa hiyo Musa kuwele kadari ya Mungu. Umenielewa vizuri? Nimekueleza makusudi. Nimezunguka mbali, rudi mwenyewe upate majibu. Nimejibu au bado? Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma wafikna. Kesi hapo inaonekana kwamba hekima na elimu anatoa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Katika miaka 40 basi Nabii Musa alifanya hivyo. Wala mabalagha shudao wakawa atainahu hukman wa ilmu wakatanisha na Nabii Musa. Kwa hivyo sio mwema, maana yake kufika miaka ya nguvu ile 40 ile basi utapata elimu na hekima. Una haja kusoma. Ni vizuri. Swali lako limekaa vizuri. Hakuna mtume ambaye hakupambana nyuma. Elimu ina namna yake. Na ndio maana sisi
tuliotegemea elimu ya kukaa madarasani, ima shule au madrasa na msaafu, matendo yetu hayafanani na kine Muadh bin Jabal ambao hakusoma juzu 30. Au Muadh akati anachagua kwa imamu alisoma juzu 30. Alisoma. Lakini kule imamu wake aliwahi kuvuruga hata siku moja. Akuvuruga leo juzu 30. Imamu wao koje? Kwa hiyo elimu, wale walikuwa wanasoma elimu ya vitendo. Na elimu ya vitendo ndio elimu bora zaidi kuliko elimu ya makaratasi. Unaelewa vizuri? Japokuwa ni bora kwa sababu utakuwa umeangalia maneno ya watu wengi, lakini mwenyewe unaongeza nini? Hujui cha kuongeza. Unafanya nini? Wale wazee wa zamani akisoma alhamdu inatisha, unaweza kusema ni mpya. Lakini akikwambia ndio nakuombea dua unafanikiwa. Leo watu Qur'ani inasoma laini, mtu akisoma Qur'ani unapata usingizi. Wakisoma dua zinafanikiwa. Umegundua kuna nini? Kuna kusoma na kuna elimu. Elimu anatoa Mungu. Kusoma inategemea akili. Mnifahamu vizuri hapo? Elimu anatoa nani? Mungu. Ndio maana mafundisho ukifanyia kazi ulichosoma, Mungu atakupa elimu usiyotambua. Umeelewa hiyo? Kuna jambo umeelewa? Kwa hiyo kufanya kazi ndio elimu inakuja. Mapambano aliyopambana Musa. Musa akaenda kujifundisha kwa Shuaibu, mtume ndio Shuaibu. Miaka 10, 10 years yuko darasani. Ndio anarudi hivi wewe kama kule anaenda kusoma hivyo. Kusoma huko. Si ndio maana Tanzania mtu akikosa ukoo wilaya analia kwa mawazo hayo. Yaani wanafunzi ambaye alimi huo ni mzigo. Na nyinyi ni mashahidi. Tuna watoto nyumbani kwetu wana degree moja aidha 2. Na tuna watoto wameishia darasa la 7. Watoto wa degree moja au 2 kwa sababu hajapata kazi tunawalisha. Uongo kweli? Lakini wa darasa la 7 wanakula wenyewe, wanasoma mkoteni anakula. Hivi kati ya huyu mwenye degree 2 ambaye hawezi hata kutafuta chakula chake mwenyewe na huyo wa darasa la 7 anatafuta chakula chake, yupi ana elimu? Tujibu pamoja, nani ana elimu? Kama elimu haikupi uwezo kuendesha maisha yako, hiyo elimu, huo si ujinga. Yaani kama una elimu lakini hata kutafuta chakula chako uwezi. Hivi hiyo ni elimu kweli? Hivi tukiwaweka hawa, huyu mwenye degree yake kalala na katasaka degree na huyu anasukuma mkokoteni, baada ya wiki 2 atakaye kufanjana. Kulala. Mwenye mkokoteni mwenye degree 2 atakaye kufanjana. Degree mwenye kulala. Si ndio elimu hiyo? Elimu ni nini? Bado shida. Sisi tunajua elimu ni kukaa darasani. Ndio maana natoka mfano mara nyingi. Wa kemia, watu wa afya wameandika usivutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Kwa nini wasisema tutengeneze sigara tulime tumbaku? Tumbaku ikawa kama bangi silimu. Umeelewa? Yale anasema kasoma, lakini elimu bado hana. Ndio maana anaendelea kutengeneza sigara. Mwisho wake kuandika tu sigara ni hatari kwa afya yako. Dangerous. Maana yake yale kasoma kwamba ni hatari. Lakini ile elimu hajapata kama kweli hatari. Ndio maana anaendelea kutengeneza watu wavuta. Hajaelimika. Hawa wangeacha kutengeneza sigara, wangezuia ulimaji wa tumbaku, hawa ndio wangekuwa wana elimu. Umeelewa vizuri? Lakini kwa kusema tu kwa maandishi, hawa wamesoma lakini bado hawana elimu. Kwa kusoma ni kitu, elimu ni kitu kigumu. Japokuwa kama kila anaenda shule ana elimu. Zamani kulikuwa na wabunge akina Mbonde wa darasa la 7, wengine hawajasoma shule kabisa, wengine darasa la 4. Ndio walikuwa wabunge kwenye nchi hii. Mmewahi kupata historia ya wabunge walikuwa wanatukana bungeni? Mmewahi kupata historia? Maana yake walikuwa na elimu lakini hawakusoma. Si unanielewa vizuri? Sasa angalia leo. Hao walioenda shule wako bungeni, maprofesa wanatukana na watu kanani? Sasa tulete mfano, mtu akitaka kujua walioelimika kati ya hao waliotukanana na hao wasiotukanana, atasema wenye elimu wetu kabla kutoa vyeti vyao. Kwa muono tu wa macho, wenye elimu ni akina nani? Hao wanaotukanana hadharani au hawa wasiotukanana hadharani? Wenye elimu wataonekana kabla kutoa vyeti, mwenye elimu atakuwa nani? Hao wasiotukanana. Wataonekana hao ndio wameelimika.
Vikija vyeti sasa, na hiyo ndio mkwamo wetu sisi, vyeti. Vikija vyeti inaonekana hawa hawajasoma. Unaelewa vizuri? Lakini je, kiliandikwaje bila kujulikana? Nataka nikuonyeshe elimu inavyokuwa. Yaani huwezi kuandika kama akipo. Maana kinachoandikwa ni elimu. Si ndio? Yaani mtu aliyejua 2 ndo akaiandika 2. Wewe leo unakuja unahifadhi 2 ya mwenzako, ambayo yule aliyebuni, ambaye akusoma hata darasa moja. Unaelewa vizuri? Yule ndo alikuwa na elimu akaigundua mpaka 2 inaandikwaje. Baadaye ikaandikwa kwenye makaratasi kwamba 2 inaandikwa hivi. Nani mwenye elimu kubwa? Yule aliyevumbua au wewe unayesoma kuhifadhi kwa mtu? Aliyevumbua. Na elimu maana yake ni kutoa utambuzi. Na hii Mungu anampa mtu yoyote. Ndio maana Mungu mitume wengi anawapa utume, aliwapa mitume watu wasioenda shule. Si umeelewa? Hakuwahi kumpa utume mtu aliyesoma shule. Na hao wasomi wanasalenda kwa wasioenda shule. Uongo kweli? Wakitaja watu bora 100, namba 1 wanamtaja Mtume Muhammad ya kwenda shule. Kiongozi bora duniani, Mtume anaweka namba 1. Mtu bora ambaye angeweza kufurisha migogoro iliyokuwa sasa hivi, wanaandika namba 1 Mtume Muhammad. Si ndio wanaandika hivyo? Sio hao walioenda kusomea utawala bora wala nini, hawataji kwenye namba 1. Umejifundisha hapo kwamba elimu ni nini? Elimu ni mihnatun min Allah. Ni mauhiba ambayo mtu anapewa. Kwenda shule ni sababu tu ya kufungua vile vitu, ili vikae kwenye standard, vionekane kwenye macho ya watu naye kasoma. Wasomi wakubwa wanakunywa mpaka gongo. Wanakunywa wale mapombe ile mabrandi, ndio ambayo yanakata mpaka mautumbo, na wanajua na wanakunywa. Wewe utasema ile kaelimika kweli yule? Madhara yanajua alafu anaendelea kunywa. Kaelimika wewe? Hakuelimika. Ila shule ameenda na madarasa yamekwisha. Na anaitwa pengine dokta au kisha kwa profesa tayari anaitwa hivyo, lakini profesa anakunywa mapombe ya ajabu. Mtu kila anazidi kumaliza madarasa ya shule yale ndio anazidi kuwa kutafuta pombe kali zaidi. Umeelewa vizuri? Muda wetu umekwisha kwa leo. Na dakika 32. Muda wetu umekwisha sana. Inshallah taala. Kama kuna maswali tuyaweke kesho.